Kwingineko ni kwamba hali ya wasiwasi na huzuni imetanda katika kijiji cha Oljororok kwenye kaunti ya Nyandarua kufuatia mauaji ya kikatili ya mwanafunzi wa gredi ya pili, ikidaiwa kwamba mtoto huyo alinajisiwa kabla ya kuuliwa. Mtoto huyo anaripotiwa kutoweka alipokuwa akirejea nyumbani kutoka shuleni Ijumaa jioni, kabla ya mwili wake kupatikana saa chache baadaye katika kichaka kilichoko karibu. Catherine Imuraget anaripoti. Wakazi wa kijiji cha Oljororok wameachwa vinywa wazi kutokana na kifo cha kusikitisha cha msichana mdogo wa shule ambaye maisha yake yalikatizwa chini ya mazingira ya kutatanisha. Mwanafunzi huyo wa gredi ya pili alikosa kufika nyumbani baada ya masomo siku ya Ijumaa jioni, hali iliyowalazimu wazazi wake pamoja na wakazi kuanzisha msako mkali. Hata hivyo, hofu yao ilithibitishwa baada ya mwili wa mtoto huyo kupatikana kwenye kichaka kilicho karibu na makazi yao. Ninashindwa ni nani huyo amenifanyia hiyo kitu ya unyama. Mimi nampea Mungu tu, na huyo mtoto wangu hata usiku halali bila kuniambia mama tuombe. Huyo Mungu anajua hata saa hii huyo mtu atamtokesha tu. Tulimkuta ameuliwa kama kwa kichaka. Ni shamba lakini imelimwa, lakini ilikuwa imelimwa ngano. Iko na vezi, maigoya imepadwa hapo. Sasa tulitangulia kuona mpaka ya mtoto. Hapo mimi nikajijasia kuona bag na hii mtoto si mtoto ya kulalala barabara, lazima hapa iwe na kitu. Watu wadudhi wakasanyana huku, tukaenda ndio tulipata mtoto akiwa amewekwa kwa maigoya kwa kichaka hivi kwa kamtaro, na amefunikwa na jacket na akawekelewa tumaigoya. Wakazi sasa wanataka haki itendeke haraka, huku wakitoa wito kwa vyombo vya usalama kuimarisha ulinzi ili kuzuia matukio kama hayo siku zijazo. Lakini mwenyewe amemfanya hivyo, Mungu amuone tu, juu alitufanyia kitendo baya sana. Kama hii mtoto hatapata haki, wenye amewacha kwa barabara wakienda shule watakuwa akipitia wapi? Tukio hilo limekosolewa vikali na viongozi wa eneo hilo. Mwakilishi wa wanawake wa kaunti ya Nyandarua Faith Gitau, ambaye alizuru eneo la tukio Jumamosi asubuhi, alielezea wasiwasi wake kuhusu ongezeko la visa vya unyanyasaji wa watoto katika kaunti hiyo. Tafadhali, huku Oljororok kumekuwa notorious na hawa watu wanajulikana ni kina nani. Naomba sana police na nawapatia only 2 weeks. Washikwe, hawa watu washikwe na wapeleke jela, wakae jela. Kwa sasa polisi wa eneo la Nyandarua Magharibi wameanzisha uchunguzi wa kina. Kwa wazazi wenzangu, ninawahimiza muwe waangalifu kwa watoto wadogo wanapoenda na kutoka shule. Catherine Imuraget, KTN. Na sasa mtazamaji